kwa maana nalikupandisha kutoka nchi ya Misri na kukukomboa kutoka katika nyumba ya utumwa. Haleluya! Nami naliwapelekea Musa na Haruni na Miriam watangulie mbele yako. Enyi watu wangu, kumbukeni sasa alivyouliza Balaki mfalme wa Moabu alivyojibu Balaamu mwana wa Beori. Kumbukeni toka Shitimu hata Gilgali mpate kuyajua matendo ya haki ya Bwana. Mstari wake wa 6. Karibieni Bwana, nimkaribie Bwana kwa kitu gani na kuinama mbele zake aliye juu? Je, nimkaribie kwa sadaka za kuteketezwa na ndama za umri mwaka mmoja? Je, atapendezwa na 1000 za kondoo waume au 1000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Mstari wa 8. Mwanadamu, amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki, kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mstari wa 9 na mwisho inasema, sauti ya Bwana inaulilia nchi, na mtu mwenye akili ataliona jina lako. Sikieni hiyo fimbo na yeye aliyeiagiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jioni leo nataka tukifunze kuhusu rehema za Mungu. Rehema za Mungu. Tunaona kitabu hiki cha Mika kina mafundisho mengi sana, lakini Mungu alikuwa anataka aonyeshe namna ya watu ambavyo wanatakiwa kujua rehema zake. Bwana asifiwe sana. Kwa tunaona Mungu akaanza kupiga kelele ya kipaza sauti kupitia kinywa cha Mika ya kwamba enyi vilima na milima sikieni, Bwana ana matendo, au Bwana ana neno katikati yenu. Na Bwana akaanza kuuliza, nimewachosha kwa namna gani? Nimewakosesha kwa kitu gani? Mimi ndiye niliyewapandisha kutoka nchi ya Misri kwenye nchi ya utumwa na kuwaleta katika Israeli. Kumbukeni matendo makubwa ya Bwana ambayo niliwatendea wakati Balaamu na Baraki wanatabiri kinyume, jinsi nilivyowatetea. Mungu akawakumbusha. Lakini mstari wake huu wa 6 kasema, mkaribieni Mungu. Kwa kitu gani? Kwamba vinaonyesha vitu vya kumkaribia Mungu, kwamba kuna sadaka, lakini sio hivyo tu. Mungu akaendelea kusema, akasema Mungu amekuonyesha leo mema, anataka nini kwako? Anataka rehema, kutenda haki na kwenda kwa unyenyekevu. Lakini mstari wa 9 akasema, sauti ya Bwana inaulilia nchi, na mtu mwenye akili ataliona jina lako. Isikieni hiyo fimbo ya yeye aliyeagiza. Kwa hiyo kuna wakati sauti ya Bwana inaweza ikaulilia nchi. Hapa Mungu alikuwa anaulilia nchi wa watu wa Israeli, kwa sababu alikuwa ameenda mbali na uso wake. Mungu akataka kuonyesha neema zake kwamba pamoja na kutoa sadaka, pamoja na kutenda haki, lakini bado Mungu alikuwa analia. Kwa nini? Kwa sababu watu hawa hawakujua neema za Mungu. Ndio maana Mungu akaanza kutambulisha matendo yake. Ukiona wakati wowote katika maisha yako Mungu anakukumbusha yale mema ambayo aliwahi kukutendea, jua anatangaza rehema zake juu ya maisha yako. Wakati wote utakapokuwa ukikumbuka hata binafsi kwamba kuna wakati Mungu alikutendea jambo fulani lililo jema, jua Mungu anatangaza rehema zake kupitia matukio tuliyowahi kupitia. Bwana apewe sifa sana. Haleluya. Kwa rehema za Mungu ni nini? Ni ujumbe ambao ukiufahamu hautakuwa na shida sana. Rehema ni nini? Rehema na neema vimekuwa ni vitu ambavyo tunavitaja na kuvitamka mara kwa mara, lakini nataka nilikumbushe kanisa ya kwamba kuna kitu kinaitwa rehema. Rehema ni nguvu ya Mungu ambayo haihesabu makosa kwa mwanadamu. Bwana apewe sifa sana. Tunapoongelea rehema za Mungu, ni nguvu ya Mungu ambayo haihesabu makosa ya mwanadamu. Mungu anasema nimewachosha kwa kitu gani? Nimewakosesha kwa kitu gani? Kwamba alikuwa anaangalia yale Mungu ameyatenda katika maisha yao pamoja na udhaifu wa taifa la Israeli. Mungu akatazama, mbona katika udhaifu mimi niliwabeba, mlipokuwa Misri mimi niliwavusha, sikutazama jinsi
jinsi ambavyo hamkuwa mnaniabudu. Kule Misri walikuwa wamwabudu Mungu aliye hai, walikuwa wanaabudu miungu. Ndio maana wakati Mungu alijitokeza kwao akiwatoa katika nchi ile, walikumbuka ile miungu, lakini Mungu akakumbuka neema zake. Kwa hiyo mwanadamu yeyote aliyepo chini ya jua anatembea kwa sababu ya rehema za Mungu. Hakuna nafasi ya kujivunia, hakuna nafasi ya kujisifu, hakuna nafasi ambayo unaweza ukasimama peke yako na ukasema mimi bila neema ya Bwana, bila neema za Mungu naweza nikasimama. Ukiona unaishi, jua kuna rehema, si kwa sababu umetenda yaliyo mema sana, si kwa sababu wewe ni mtu wa haki au mtakatifu. Hapana, ni kwa sababu kuna nguvu ya Mungu isiyohesabu makosa kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maana ya pili ya rehema ni uwezo ulio ndani ya Roho Mtakatifu ambao unatusaidia tukiwa katika hali ya dhambi. Hapo ndipo utamshangaa. Bwana asifiwe sana. Kwamba tunapoongelea rehema za Mungu ni uwezo wa Roho Mtakatifu unaotusaidia sisi tukiwa katika hali ya udhaifu, ya kwamba unapopita katika udhaifu, unapokuwa hauwezi, unapokuwa umeenda mbali na Mungu, kinachokufanya hata uombe Mungu aweze kukusikia ni ile rehema. Rehema ina tabia ya kufunika maovu yako ili upate nafasi ya kumkaribia Mungu. Kwa hiyo kwa sababu ya rehema hizo, kwa sababu ya upendo huo, sauti ya Mungu huwa inalia sasa, ikiita kutoka kwenye rehema. Yaani katikati ya rehema huwa kuna sauti ya Mungu ambayo ndio inataka kutuleta kwenye uso wa Mungu ili tukae sawasawa na mapenzi ya Mungu. Sasa kuna wakati mtu anaweza kuona rehema za Mungu katika udhaifu, katika hali yake, akatembea kwa namna hiyo na asijue kuwa kuna sauti ya Mungu inamlilia, na mwenye akili atasikia. Maana katikati ya rehema za Mungu huwa iko sauti ambayo inaita, ikitaka Mungu afanye kitu katika maisha yako. Hiyo sauti si kila mtu anasikia. Hata mwenye dhambi unapomwendea ukamwambia Yesu Kristo anayataka maisha yako, kwa sababu hawezi kusikia sauti hiyo, hawezi kujua rehema za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu hiki cha Yohana sura ya 10. Haleluya. Yohana sura ya 10 kuanzia mstari wa kwanza hata mstari wake wa 9. Tasoma kwa haraka. Yesu aliwaambia, amini amini nawaambieni, yeye asiingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Angalia, mlangoni mchungaji wa kondoo, aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Bwana pesa sana. Tunaona Kristo anaonyesha kwamba katika dunia kuna kondoo wengi sana, lakini anapokuwa anaongea kuita rehema zake, kuna ambao hawasikii, hawaelewi. Kuna ambao hawajui kwamba hapa nipo kwenye rehema za Mungu, nisikie sauti ya Bwana na nikubali nitembee katika hili. Anasema kwamba kuna sauti zinaweza kutokea ni nyingi, lakini je, utaweza kutambua ni sauti gani ya Bwana ikisema na wewe? Kwamba kuna wachungaji wengi, lakini yuko mchungaji ambaye ni Bwana Yesu, na yeye huyo ndiye ambaye anatakiwa atembee katika maisha yetu. Tufuate rehema zake tunapokuwa katika udhaifu, tujue iko sauti ya Mungu katika udhaifu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema naye huwaita kondoo wake kwa majina yao, kwamba kumbe Mungu anapoona nataka nimrehemu mtu huyu, anakuita kutoka nje katika dhambi kwa jina lako. Yaani Mungu anakujua mpaka jina lako. Anapotaka akurehemu au anapokuhesabia haki wakati uko kwenye dhambi, anakuhesabia peke yako. Kuna wakati
dunia, Mungu anaweza akampa rehema mtu mmoja kwa sababu ya kiwango cha uchaji wake, lakini kuna wakati Mungu atajia rehema kwa watu wote kwa sababu ya upendo. Sasa upendo wa Mungu unatakiwa utujulishe kuwa rehema zake zinatakiwa zije kwetu na zitusaidie kutoka katika udhaifu. Kazi ya rehema za Mungu si kutufanya tuendelee kudumu katika dhambi, kutufanya tuendelee kuona tunaweza kutembea katika. Kazi ya rehema ni kutukumbusha wajibu wetu utupasao kwenenda vyema katika Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema mstari wa 4, naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia na wale kondoo humfuata, kwa maana wanaijua sauti yake. Kumbe Mungu ana watu ambao huwa anatoka nje akitaka wamfuate, au kuna watu ambao wanatakiwa watembee kwa kufuata maelekezo ya Mungu. Kuna watu ambao Mungu anawatangulia, alafu yeye anakuwa anaita, alafu anaposikia sauti watamfuata. Kwa kuna uwezekano Kristo akakutangulia, akakuonyesha njia, akakuonyesha huduma zake, lakini anapokuita upite kwenye njia hiyo unaweza usisikie. Ndio maana Yesu anapotumia mfano wa kondoo, ni kitu ambacho kwenye ufahamu mwanadamu, wewe kama unaweza kuwa na kondoo, unaweza ukawaongoza vizuri, lakini wengine wakadivert, wakatoka kwenye mpangilio wa njia. Lakini kama wamezoea kusikia sauti yako, utakapopiga mluzi wataisikia na watarudi kwako. Ni kama mbuzi anayeonyesha kwamba anaposikia sauti ya mtoto wake, yule mwanambuzi mdogo atajua huyu anayeita ni mwanambuzi, atamfaa. Kwa hiyo Yesu Kristo anakuwa anatuita sisi, anatuita kama kondoo, yeye akiwa mchungaji anapiga sauti ili tuweze kumpata kwenye kile anachokitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa rehema za Mungu zimebeba sauti ya maelekezo ya Bwana. Haleluya. Sasa ukiyakosa maelekezo huwezi ukajua chochote. Ndio maana ni hatari sana kwa mtu wa Mungu kutembea bila sauti ya Mungu. Ni hatari sana kwa mtumishi wa Mungu kutembea bila sauti ya Mungu. Kwa sababu utafanya tofauti na Bwana anachotaka. Anasema ninawatangulia mbele, alafu ninaita nao wanasikia sauti, alafu wanakisha wananifuata. Maana unaposikia sauti ya Bwana, Mungu anaweza akatumia mtu kukuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu alikuwa na uwezo wa kushuka okoe, lakini kwa nini anatumia watumishi? Kwa nini anatumia watendakazi? Kwa sababu kuna sauti katika vinywa vyao kaiweka, ambayo ni kama sauti ya Yesu Kristo. Kwa unapopuuzia sauti ya Mungu kupitia kile ambacho watumishi wanakisema au kile ambacho Bwana anakisema, unaenda kwenye wrong direction, unaenda kwenye uelekeo tofauti. Kwa rehema za Mungu zitufundishe kuwa na unyenyekevu, zitufundishe kuwa na utulivu. Bwana tuwe sifa sana. Hii kitabu cha Mika tulichokisoma kina mambo matatu mazuri sana ya kujifunza hapa. Mstari wa 9 unasema sauti ya Bwana inaulilia mji, na mtu mwenye akili ataliona jina lako. Kwamba Mungu anapokuwa anaita, sauti yake anapokuwa anaulilia. Hivi Mungu anaulilia mji, anaulilia mtu, Mungu aliye machozi. Haleluya. Ujue ni upendo, ni rehema, kwamba Mungu anamlilia. Yaani hafurahi kuona mwanadamu akipita katika hali ya udhaifu, anamlilia ili huyu mtu asikie sauti. Lakini nasema mtu mwenye akili tu ndo atakayesikia sauti. Maana tunapokuwa kwenye udhaifu, Mungu anakulilia. Mbingu hazikai na utulivu, Mungu anakulilia kwa sauti. Lakini ukifungua ufahamu wako ukaisikia sauti, Mungu ndipo anaweza kukutoa katika udhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sawa na mgonjwa ambaye
hajajua ugonjwa unaotesa. Anaweza kuendelea kuteseka hata kama vipimo vingetoa majibu akapata tiba, akaweza kupona. Kwa hiyo mtu ambaye anatembea katika dhambi hajajua tu kwamba kuna sauti ya Bwana ambayo ina vipimo vya kupima katika ugonjwa na udhaifu ulionao, kisha mbingu iamue majibu na dozi ya ugonjwa ulionao. Bwana tuwe sifa sana. Kwamba Mungu anapomwona mwanadamu akiwa katika dhambi, yeye huwa analia, anaulilia mji. Hata Yesu alipoingia Yerusalemu aliulilia mji. Kwa sababu ndani yake anaona kitu tofauti. Mungu anaona rehema, wao wanaendelea na ugomvi. Bwana sasa, Mungu anaona rehema, wao wanaendelea na dhambi. Mungu anaona rehema, wao wanaendelea na vitu vingine. Kwa hiyo Mungu anapokuwa anatembea katika rehema, anazungumza. Kwa hiyo kazi yetu ni kutafuta kusikia katikati ya rehema za Bwana. Na hapa kilichotukusanya ni rehema za Bwana. Baada ya kujua rehema za Bwana ndio tukaja kumwabudu Bwana. Kwa sababu gani? Kama tusingegundua rehema za Bwana, tungekuwa na hofu ya kumkaribia Mungu. Tungekuwa hatuwezi kumkaribia Mungu. Ndipo hapa anasema nimkaribie Bwana kwa kitu gani? Yaani mtu amekutana na uso wa Mungu na akajua Mungu jinsi alivyo mtakatifu, anaanza kutafakari nitamkaribia Bwana kwa namna gani? Lakini Mungu anasema tunamkaribia kwa sababu ya rehema zake. Hatuangamii kwa sababu ya rehema zake, ni mpya kila siku, haziwezi kukoma katika maisha yetu. Ukiondoa rehema za Mungu katika maisha yetu, sisi si kitu. Kwa hiyo jinsi tulivyo ni rehema za Mungu ambazo zimetubeba hata kufika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mika sura 7 mstari wa 11 inasema maneno haya: ni siku ya kujengwa kuta zako, siku hiyo mpaka wako utasogezwa mbali. Ni siku ya kujengwa kuta zako. Siku hiyo watakuja kutoka Ashuru na miji ya Misri, na kutoka Misri mpaka huo mto, na kutoka bahari hii mpaka bahari hii, na kutoka mlima huu mpaka mlima huu. Hata hivyo nchi itakuwa ukiwa kwa sababu ya hao wakao ndani yake, kwa sababu ya matunda ya matendo yao. Kwamba wakati wa kujengwa kwako rehema za Mungu sasa zikaja, lakini kwa sababu ya matunda ya maisha yako Mungu akakaa kimya. Kwamba rehema za Mungu zinakuita kwamba uje. Mungu amekulilia, lakini unapokaa mbali wakati wa kujengwa kwako, unapopita adui anakuja kukuzuia. Kwamba rehema za Mungu zinamwita mtu. Msikize, hata aliye kwenye dhambi kuna wakati wa kujengwa kwake, kuna wakati wa kukumbuka kwake, kuna wakati wa Bwana kumrudia. Hata yule mwana mpotevu nadhani najua, si kwamba akili yake ndio ilirudi akakumbuka kwenda nyumbani, bali rehema za Bwana ndio ziliachilia sauti katika akili yake akakumbuka kwenda, kwa sababu alikuwepo muda mrefu anateseka. Lakini alipozingatia ile rehema ya Mungu, alipojua Baba yangu ana rehema, nitarudi kwake, angeendelea angeangamia na akafa kwa njaa, akakosa msaada. Lakini alipokumbuka kwamba kuna saa ya kujengwa kwangu, nitarudi kwa Bwana. Kwa hiyo ni wakati wa majira ya jioni, Bwana analilia mji, analilia kanisa kwamba turudi tujengwe tena. Analilia watakatifu warudi wajengwe tena, ya kwamba huruma zake na rehema zake bado zipo. Kuna watu ambao wanaweza kutenda dhambi, kupitia dhambi hiyo ikawatenda na Mungu wasikumbuke huruma na rehema za Bwana. Lakini natangaza hivi, rehema za Bwana hazina kiwango cha dhambi ambacho kinaweza kuzuia zisije juu ya mtu. Hakuna kiwango cha dhambi ambacho kinaweza kikafunga rehema za Bwana. Rehema za Bwana ni za ajabu sana. Unaweza ukaanguka mara 7 bado utasimama, ni rehema za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Jioni leo nataka tuombe ombi moja litakalo tuinua mbele za Bwana. Hakuna kitu ambacho ni muhimu sana kama kutaka rehema za Bwana. Kama kumtaka Bwana atembee na sisi, ile nguvu ituwezeshayo katika udhaifu iweze kuja kwetu. Rehema za Bwana ndizo zinasababisha mtu aweze kutembea katika nguvu za Bwana. Kwa nini? Kwa sababu kwa asili
mwanadamu baada ya kupotea aliwekewa mipaka ya kutembea na Mungu, aliwekewa kiwango cha kutembea na Mungu, kwamba hatavuka mahali hapa, lakini kwa sababu ya rehema za Mungu zinakuja kufungua mipaka ya kiroho ili tuweze kuingia kwenye viwango ambavyo tangu mwanzo havikuwahi kuwepo. Ndiposa tunamwona Roho Mtakatifu alipomiminwa alikuja kufungua mipaka ya kiroho iliyokuwa imefungwa katika ulimwengu wa roho, ambayo iliweka zuio na watu wasivuke kiwango fulani. Lakini Roho Mtakatifu alipokuja ni kwa sababu ya rehema za Bwana. Kwa hiyo aliposhuka Roho Mtakatifu alikuja kutengeneza rehema za Bwana ili kila mmoja aliyemtazama Kristo, kile kilichofanyika msalabani kiweze kuwa na faida katika maisha yake. Kwa hiyo kifo cha Yesu ndio kimezaa rehema, mauti ya Yesu imezaa rehema. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ameturehemu kwa namna ya ajabu sana. Kitabu cha Isaya, haleluya, tunamwangalia tu Mungu wa rehema, huyu Yesu wa rehema. 53 na ule mstari wake wa 10 na kuendelea, Biblia inasema, lakini Bwana alirizika kumchukua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafasi yake kuwa zabibu kwa dhambi, ataona uzao wake utaishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mikononi mwake. Ataona uzao wa taabu yake na nafsi yake na kurizika kwa maarifa ya mtumishi wake mtumishi wangu mwenye haki atawafanya kuwa wenye haki, naye atachukua maovu yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja na walio hodari. Bwana pesi sana, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alizichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Huyu ni Yesu. Alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Kumbe rehema za Mungu, Yesu anawaombea wakosaji. Ndio maana nikasema rehema ni uwezo wa Mungu ambao unatufanya pamoja na dhambi. Hakuna kanisa ambalo linaweza likajiona ni maalum kwamba lenyewe limefika viwango ambavyo halihitaji rehema za Mungu. Hakuna mtu ambaye anaweza akafika viwango. Henoko pamoja na utakatifu, ukisoma kwenye kitabu chake anaeleza rehema za Mungu ndizo zimfanya awe vile jinsi alivyo. Bila rehema, bila mkono wa Bwana hatuwezi kuwa chochote. Yaani vile tulivyo ni kwa sababu ya rehema za Mungu. Yesu anatuombea sisi wakosaji, wala sio Bikira Maria kama wengine wanaofanya. Ni Yesu Kristo ndo anasema, walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosao. Au wakosaji anawaombea. Kwa nini anawaombea? Ili Mungu aachilie rehema. Yesu ni Mungu, Bwana asifiwe, aliyejaa rehema, lakini Mungu ni Mungu aliyejaa hukumu. Haleluya. Roho Mtakatifu ni Mungu aliyejaa nguvu za kutengana na wanadamu. Kwa hiyo Yesu ni Mungu aliyejaa rehema na kusamehe. Ukiangalia kabla ya Yesu kushuka, Mungu alikuwa anasimama kwenye hukumu, kwamba baada ya dhambi unaenda kuhukumiwa na kufa. Lakini tukiangalia leo, watu wanatenda dhambi kupita kawaida, lakini kwa sababu Yesu ameshaachilia utawala wake, unabeba rehema za Bwana. Kizazi tulicho nacho kina uovu kupita vizazi vyote. Ni kizazi ambacho kimepindukia kwenye dhambi, lakini kwa sababu ya rehema za Bwana bado kinaishi. Kwa sababu ya rehema za Bwana bado kinaokolewa. Kwa sababu ya rehema za Bwana Mungu amezuia mkono wake usiweze kuangamiza. Bwana asifiwe sana. Laiti Kristo angekuwa hajashuka, kizazi hiki kingekuwa kimefutiliwa mbali. Mungu anapotazama uovu wa watu umekuwa wingi, huwa anafutilia kizazi, lakini anapotazama kazi ya Kristo huwa ananyosha mikono, anasema acha itukuzwe kazi ya Kristo. Haleluya. Ndiposa Biblia inasema kazi
kazi aliyonituma Baba nimekuja kuitimiza, anitukuze mimi ili kifo changu kitukuzwe na wengi waokolewe. Kwa hata Mungu anamtukuza Kristo. Utukufu unaenda kwa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo watu wa Mungu, tunazo rehema za Bwana. Tunazo rehema za Bwana ambazo zinatufanya tuwe tulivu. Kwa unapoenda kuomba, isikie sauti ya Mungu masikioni mwako. Inakulilia, inanililia ili tuweze kukaa katika nchi ambapo Yesu akirudi anaweza kutuchukua. Haleluya. Yesu analilia kanisa. Analilia kanisa katika ulimwengu wa roho. Yesu analilia kanisa. Anatangaza rehema zake kila siku kwa watu. Na atainua watu kutangaza rehema tu za Bwana kila mahali. Kwa sababu hukumu haijaamliwa bado ni wakati wa rehema. Kwa hiyo tumia nafasi hii kumwambia Yesu rehema zako ziwe juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua nafasi hii kumwambia Bwana rehema zako ziwe juu ya maisha yako. Omba rehema za Bwana zikusaidie, zikuvushe, zikuwezeshe. Mwambie Yesu nahitaji rehema zako. Usitazame mtu yeyote, usitazame kitu kingine. Tazama rehema za Bwana. Ujumbe huu uinue imani yako kwamba rehema za Bwana za kutosha. Hauna cha kujivunia, ila ni rehema za Mungu. Tungezijua rehema za Mungu, tusije kwa watu wa kawaida. Uria aliuawa na Daudi. Daudi akamwoa mke wa Uria, akaishi naye, akazaa. Lakini alipokuja kukutana na rehema za Bwana, akapomoka. Bwana hakutazama ule uovu. Kwa hiyo hata sisi lazima tutembee kwa kujua rehema za Bwana, kwamba pamoja na kitu ambacho kinaweza kuonekana ni kibaya mbele za watu, mbele zako, lakini kumbuka rehema za Bwana. Hata ukimwona mwenzako anatembea katika uzee, jua ziko rehema za Bwana kwa ajili yake. Usinyoshe kidole, bali nyoshe maombi, rehema za Bwana zikutane naye. Yule nabii alipotumwa hakwenda kutoa mashuhuda, alienda kumwambia ziko njia tatu wewe Daudi unatakiwa kufanya, na njia mojawapo kumbuka ziko rehema za Bwana. Alipokumbuka rehema za Bwana, mkono wa Mungu kaja kwa nguvu kwa Daudi, akatengenezwa tena. Tuzitangulie rehema za Bwana. Yule asiyefaa leo, rehema za Bwana zikija kwake atafaa maradufu. Yule aliye dhaifu, rehema za Bwana zikija kwake atakuwa mwenye nguvu. Yule ambaye anaonekana kabisa hawezi kufaa kwa lolote, ziko rehema za Bwana ambazo zinasaidia kufunika uovu wetu na kutufanya kuwa watu maalum. Rehema za Bwana zinafunika dhambi na kukufanya kuwa mtu tofauti. Kwa hiyo kama rehema za Bwana zimekufunika ukawa mtu tofauti, na ukawa mtu ambaye unaweza kupendeza mbele za Bwana na mbele za watu, jua hizo rehema zinaweza zikagawanyika, zikagusa na watu wengine na zikasaidia maisha yao. Ziko rehema za Bwana kila wakati, kila mahali. Wewe waombee watu, uone mkono wa Bwana utakavyotembea juu ya maisha yao. Waombee rehema za Bwana. Ukiona mtu upo zaidi, muombee tu rehema iweze kumgusa. Haleluya. Ikimgusa atakuwa imani. Haleluya. Ndicho Yesu anasema, na waombea wakosaji ili wafanye ile kosa lifunikwe, rehema ziwe juu. Haleluya. Amen. Unaweza ukafunika macho yako tupate kuomba. Mwambie tu Yesu, jioni leo nataka rehema zako. Sihitaji chochote. Ndani ya rehema za Mungu kuna kila kitu. Haleluya. Mwambie Yesu, nataka rehema zako. Mwambie Bwana, nataka rehema zako jioni leo, na Yesu atakusaidia. Bwana asifiwe sana. Mwambie tu Bwana, kuna wakati siwezi katika mambo fulani, nisaidie. Hujamchosha Bwana, wala Bwana hajakuchoka wala hajanichoka. Bwana hawezi kumchoka mtu wake aliyemuumba. Kama baba asiweza kumchoka mtoto wake,
ndivyo Bwana asiweza kutuchoka. Yeye anatuatamia kama vifaranga, yeye anatuchora kwenye kitanga cha mikono yake, kwa sababu anatupenda. Baba mtakatifu, Mungu aliye hai, jioni tunakutukuza na kukupa utukufu mwingi. Maneno yako Bwana ni yale yale, lakini yanakuja kwa namna ufunuo tofauti. Baba, tazama ni rehema zako Bwana. Tulikwisha kujifunza ujumbe huu, lakini leo Bwana umetukumbusha tena ya kwamba Bwana unapendezwa na rehema za mioyo yetu kuliko chochote. Baba, unapendezwa na rehema, pendezwa na rehema, pendezwa na rehema. Katika jina la Yesu Kristo Bwana, ninaliombea Bwana kanisa lako Bwana. Tazama sauti yako inalilia nchi, inalilia kanisa ya kwamba tumeenda mbali, tumekuchosha Baba, tumekwenda mbali, tumekuziaki Bwana, tumetenda yasiyopendeza katika macho yako Bwana. Kila tupatapo nafasi tunasema Bwana, wewe Mungu mkadeshi Baba, uturehemie. Wewe Mungu unetusamehe maovu yetu, wewe Mungu wa huruma, Jehova Shama, Mfalme, Mungu uliyetukuka, takatifu Baba, jioni leo kumbuka rehema zako Baba. Tazama Bwana, tunakuja msalabani pako Bwana, hatujatirika sasa, tunahitaji kukamilishwa na rehema zako Bwana. Usitazame Bwana udhaifu wangu niliyotembea nao Jehova, usitazame Bwana, usitazame Bwana, usitazame Bwana unyonge wangu Bwana ukaniacha, lakini Bwana kumbuka tu katikati ya kila jambo ya kwamba rehema zako ziko Bwana, ziko na zizuiliwi, rehema zako ziko Bwana. Tazama wako ndugu zetu Bwana, walikuwa wameanza vizuri, lakini Bwana wamerudi nyuma Baba, tunawaleta kwako katika jina la Yesu Kristo. Rehema zako Bwana zitembee katika maisha yako. Wako wengine Bwana katika mataifa mbalimbali Bwana, ambao mkono wako wanaonekana kwamba umepungua kwao, lakini Baba si kwamba umepungua, maana hata pumzi wanaopumua ni kwa sababu ya rehema zako. Ndio maana Bwana tuangamii kwa sababu ya rehema zako. Ndio maana Bwana hakuna aliyefariki katikati yetu Baba. Tazama waliokufa Bwana, si kwamba walikuwa waovu sana, lakini Mungu kwa sababu ya rehema zako umetupa kuiona siku hii, umetupa kujikumbusha maneno yako, umetupa kutembea Baba katikati ya hekalu lako Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme. Ninaomba rehema zako Bwana zituvushe katikati ya udhaifu wetu, katikati ya udhaifu wetu, katikati ya udhaifu wetu. Ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba rehema zako Bwana Baba, tuvushe, tushike mkono katika jina la Yesu Kristo. Ulitufia msalabani kwa ajili ya makosa yetu Bwana. Baba, tazama tunahitaji rehema zako Bwana. Baba, tunahitaji huruma zako Bwana, tunahitaji huruma zako Bwana, tunahitaji huruma zako Yesu. Baba, tukuse tena mioyo yetu ipone pone Bwana, ijue thamani yako Bwana ya huruma, ijue thamani yako Bwana ya upendo, ijue thamani yako Bwana ya kifo chako, ijue thamani Bwana ya kutuangalia mbingu, ijue thamani Bwana Baba ya utukufu wako Baba. Mioyo yetu ipone pone Baba, ipone pone Kristo, pone pone Bwana, iwe na unyenyekevu Bwana, iwe na kito chako Jehova, ipone pone mioyo yetu, itambue thamani Bwana ya huruma zako Bwana, tambue thamani Jehova ya upendo yako Bwana, tambue thamani Jehova ya kupendana wewe Baba, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana majeshi sahi kwa uweza, kwa nguvu zako, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana wa majeshi Baba, sauti yako ikasikike tena katikati ya watakatifu Baba, sauti yako ya kulia kilio chako Bwana kisikike kwetu tena, turudi katika rehema zako Bwana. Ninaomba Bwana kwa ajili Baba ya watu ambao waenda mbali na rehema zako kama mwana mpotevu, kila mahali Bwana katika dunia hii, kila mahali katika taifa hili, kila mahali Bwana katika mji wako, watu Bwana ambao hawajui rehema zako Bwana. Unasema nao lakini sauti zako Bwana wazielewi Baba, na waita Bwana
ili wakufuate katika njia yako, ili waijue sauti yako, lakini Bwana wasikii. Ninakusihi Bwana wa jeshi, Mungu ni hai, Baba mtakatifu, Bwana wa neema, Baba yako na rehema, Baba usiwe katikati ya watu wako katika mji huu, katika mji huu. Sauti yako Bwana inaulilia mji huu, sauti yako Bwana inaulilia mji huu, sauti yako Bwana inaulilia mji huu, na tunaulilia zako, rehema zako zije katika mji huu, katika kizazi chetu, rehema zako zije na rehema watu kwa jina la nyenyekesha Bwana utaponya nchi Baba, katika jina la Yesu tunaomba Bwana wa majeshi, Baba shuka uponye nchi, ponya Bwana, kumbuka rehema, kumbuka rehema Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, turehemu Yesu, turehemu Baba. Tazama mimi Bwana ni mwovu kupita waovu wote, mimi Bwana ni mbaya kuliko wabaya wote. Ni rehema zako Bwana zimenistahilisha, sikustahili Bwana, mimi Bwana ni mtu mbaya kuliko wabaya, lakini Bwana kwa rehema zako ninaonekana kufaa Bwana. Baba umenikokota toka shimo la dhambi, umenikokota toka shimo Bwana la mauti, umenikokota kutoka shimo Bwana la uharibifu, katika jina la Yesu Kristo ninakusihi Bwana, ninakusihi Bwana, ninakusihi Bwana. Baba jioni ya leo Baba tukumbuke rehema zako Baba, tukumbuke rehema zako. Wakati mwingine Bwana tunajihesabia haki kwamba tumeweza peke yetu Bwana, wakati mwingine tunajiona Bwana tunaweza peke yetu Jehova, wakati mwingine Bwana tunashindwa kujua ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Hata wana wa Israeli Bwana walifika wakati wakajisahau, wakajua ni kwa nguvu zao Bwana, lakini Mungu ninakusihi Bwana, wewe ambaye ni Mungu wa rehema, Mungu wa uweza, Mungu ni hai Baba, jioni ya leo kwa nguvu zako takatifu, Mungu ni hai, ninakusihi Bwana kwa uweza wako mtakatifu, Mungu ni hai, kwa nguvu zako mtakatifu Jehova, ninakuomba Baba utukumbushe tujue ni kwa rehema tu Bwana, 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 ni kwa rehema tu Bwana. Baba katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana majeshi saa hii kwa upendo wako Bwana. Baba ninaomba Bwana pale ya kanisa Bwana ambalo umelinunua kwa damu yako, ninaomba Baba usije ukatutapika Baba, usije ukatutapika tujapokuwa vuguvugu Bwana, tujapokuwa baridi Bwana, usije ukatutapika Bwana, maana usema nyakati za mwisho kanisa itakuwa vuguvugu, lakini Bwana utawatapika. Lakini Baba tunaomba kwa sababu ya rehema zako usitutapike Bwana. Wewe na Mungu ungekwisha kutuacha, lakini kwa sababu ya rehema zako Mungu usituache, usitutapike Yesu, usije ukanitapika Bwana. Baba nivumilie Yesu, nivumilie Yesu, nivumilie, mimi ni mzaifu Bwana, hata kama wanadamu watashindwa kunivumilia Bwana, rehema zako Bwana zinivumilie Bwana. Baba nivumilie Yesu na udhaifu wangu, nivumilie Bwana, siwezi peke yangu, nivumilie Kristo, nivumilie Bwana, nivute kwako Kristo kila siku, nivute kwako Kristo kila saa, nivute kwako Kristo kila muda, ili Bwana nitafakari Bwana rehema zako, ili nisije kukuacha Bwana. Baba tazama moyo wangu, ukumbushe kila dakika ya kwamba Mungu ni wa rehema. Baba akili zangu zikumbushe, zitafakari rehema zako Bwana. Baba katika jina la Yesu Baba tazama kanisa lako Baba, nikumbushe tafakari rehema zako, tusijikinai Bwana, bali Jehova tukakumbuke rehema zako Baba katika jina la Yesu. Hatuna cha kujivunia, ni rehema zako Bwana, ni huruma zako Bwana, ni uzuri wako tu Bwana. Ungekuwa mwanadamu Yesu Kristo, tazama, ungekuwa mwanadamu Bwana ungekwisha kutuua, maana hata wanadamu Bwana wengine wanawaza mabaya juu yetu Bwana, wanatamani hata tusiishi, wanatamani hata tuaibike, lakini Bwana wewe Mungu sio mwanadamu. Baba unapowaza mabaya, wewe unakumbuka rehema ya kwamba iko rehema yako Bwana. Baba tuwasie yaliyo mema, maana umesema Bwana katika
kitabu cha Yeremia 29:11, unajua mawazo unaotuwazia ni mawazo ya amani, kutupa mema, kutupa rehema. Baba, katika jina la Yesu, Baba, tuwazie mema, tuwazie mazuri Bwana. Baba, tupe rehema zako, ijapokuwa tu dhaifu, ijapokuwa tu dhaifu, ijapokuwa tu dhaifu. Baba, tazama Bwana, ulisema na kanisa lako Bwana, ukasema ninyi ni dhaifu, mnazo nguvu kidogo, lakini mnaketi katikati ya kiti cha shetani, lakini jipeni moyo, mtashinda. Baba, katika jina la Yesu, jioni leo Baba, dunia imekaliwa na adui shetani. Baba, dunia imekaliwa na adui shetani, lakini Baba, kwa nafasi ya rehema zako utatupa nguvu kushinda. Tupe nguvu za kushinda, maana shetani ameketi Bwana, aliposhuka kaketi chini Baba ya dunia hii, lakini Bwana umewaimarisha watu wako. Naomba Bwana, kama wako walioingia katika mji wa uzima wa milele, nami Bwana nisikose Jehova, na kanisa lako lisikose. Mungu aliye hai, tupe rehema zako nyingi Bwana, tukumbushe Bwana rehema zako mtakatifu, tukumbushe rehema zako Mungu aliye hai Baba, tusisahau rehema zako Bwana. Tunaombea ndugu zetu Bwana ambao hawajafika siku ya leo, wako nyumbani, wengine wako mbali Bwana, tunawaleta mikononi mwako Jehova. Baba, ukawaguse kwa majina yao, maana Bwana umesema utawaita kwa majina yao, utasema nao moja moja. Baba, jioni leo Bwana, ukatie ufahamu ndani yao Baba, usiwaache Bwana, wakumbuke watoto wako Baba, kumbuka kanisa lako la Tanzania Baba, wote wakuitao wewe Bwana kwa haki yako Baba, uwarehemu, maana umesema Bwana una rehema maelfu Baba. Tazama wako wengi zaidi ya maelfu wakuitao Baba, katika jina la Yesu, wanapokuita Yesu watakatifu wako, uwarehemu. Wengine Bwana ni dhaifu sana, ndio Bwana, lakini wewe unawapa nguvu walio dhaifu Bwana. Baba, wengine hawawezi hata kuomba tena Bwana, wamekata tamaa Bwana. Baba, rehema zako zije kwao, ziwainue tena Bwana. Baba, wengine wamepita katika mapito wakasahau rehema zako, ninaomba Baba jioni leo ukawaguse. Tunaomba Baba kwa ajili ya watoto wote ambao Bwana wanakuwa wakifuatilia Bwana mafundisho yako Baba kwa njia ya mtandao, katika jina la Yesu Kristo tunaomba nako Bwana rehema zako zikatembee katika jina la Yesu, kawaguse Baba kila mahali, rehema zako. Wewe ni Mungu wa rehema, waguse walio kwenye dhambi Bwana, ukawatakase, ukawaoshe, ukawabariki na kuwagusa maisha yao Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba mkono wako ulioinuliwa usitoe miili yetu iguswe na shetani, usitoe nafsi zetu ziguswe na shetani, usitoe roho zetu ziguswe na shetani. Ukatufunike kwa nguvu zako, ukatufunike kanisa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tufunike jioni leo, katika jina la Yesu Baba, tufunike kwa uweza na kwa nguvu zako, tufunike na utulinde Bwana kwa huruma zako Bwana. Baba, shetani asipate nafasi, tufiche ndani ya damu yako, lifiche kanisa. Chukua nafasi, liombee kanisa Baba, lifiche kanisa, ficha watu wako, wafiche watu wako katika baba zako Baba, wafiche Bwana katika damu yako, katika uwepo wako, katika moto wako Baba, wazingire Bwana kwa kuta za moto watu wako, wasiguswe na adui Baba. Ninaomba neema yako isitupite Bwana Baba, uwezo wako na uwepo wako usitupite Jehova, katika jina la Yesu Baba. Asante jioni leo kwa sababu umesikia na upenda kufanya mambo makubwa Bwana. Baba, tukuombapo Bwana usikie sauti zetu Bwana, zisikike mbele zako Baba, na sauti yako isikike masikioni mwetu Baba. Jioni leo tunakushukuru na kukutukuza Baba kwa nafasi fupi Bwana umetupa. Pewe utukufu Bwana, Yesu Kristo. Sisi ni vyombo vyako tu Bwana, sisi ni watumishi wako tu Bwana, nasi Baba tutasimama mbele zako
kwa ajili ya haki yako kutoa hesabu. Baba, tusaidie, rehema zako zituvushe, tusikose Bwana tukawa kuhubiria wengine, bali tukakosa Bwana. Tupe rehema zako jioni leo. Ninaomba mtumishi wako, wachungaji na mitume na manabii kila eneo Bwana, na wainjilisti na waimbaji na waombaji na watu wote waliokolewa Bwana, rehema zako ziwe kwao katika jina la Yesu Kristo. Bwana, asante kwa ibada hii, kwa sababu wewe mwema. Tunaomba na kuamini katika jina la Mwokozi Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana. Chukua nafasi yako, keti. Haleluya. Ni wakati mzuri tutaenda kumtolea Mungu zabihu zetu. Kuja na zabihu wakati tunaiba, tutamtolea Bwana zabihu. Haleluya. Zawadi gani mimi nitamtolea